Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Leo ni Novemba 28, mada ikisema katika siku ya hukumu. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 16 aya 10. Neno la Mungu linasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Asante kwa ajili ya fursa hii ya kujifunza neno lako. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu, ukatembee nasi kila wakati, ukatufundishe kuyatenda mapenzi yako. Wakati fulani tumetenda dhambi sana na zikawa ni nyekundu kama bendera. Lakini tunashukuru kwa sababu damu ya mwanao pale msalabani iliweza kutusafisha na kutufanya weupe kama theluji. Nasi tunakuja kwako, maana hakuna mahali pengine tunaweza tukatakaswa ila kwako. Msafishe kila mmoja wetu. Tembea nasi sasa na hata milele. Amina. Katika siku ya hukumu, ni kuwa na umakini mkubwa katika kile ulimwengu unachokiita mambo madogo, kunakofanya maisha kuwa yenye mafanikio. Matendo madogo ya upendo, matendo madogo ya kujikana nafsi, kunena maneno rahisi yenye manufaa, kujiepusha na dhambi ndogo. Huu ndio Ukristo. Kushukuru kwa baraka za kila siku, kutumia kwa hekima fursa za kila siku, kukuza vipawa tulivyokabidhiwa kwa bidii. Hiki ndicho Bwana anachotaka. Yule ambaye hutenda kwa uaminifu kazi zilizo ndogo ataandaliwa kufanya wajibu mkubwa zaidi. Mtu ambaye ni mwema na mstaarabu katika maisha ya kila siku, ambaye ni mkarimu na mstahimilivu katika familia yake, ambaye lengo lake daima ni kuifanya nyumba yake kuwa na furaha, atakuwa wa kwanza kujikana nafsi na kujinyima Bwana atakapoita. Safari ndefu hutimizwa kwa kupiga hatua moja baada ya nyingine. Mfuatano wa hatua hutufikisha mwisho wa safari. Mnyororo mrefu huundwa na viunganishi mbalimbali vilivyotenganishwa. Ikiwa kiunganishi kimojawapo kitakuwa kibovu, mnyororo huo hautafaa. Hivyo ndivyo ilivyo katika suala la tabia. Tabia njema huundwa na tendo moja lililotendwa vizuri. Uovu mmoja uliopaliliwa badala ya kuushinda husababisha mtu kutokuwa mkamilifu na kumfungia nje ya malango ya mji mtakatifu. Yeyote atakayeingia mbinguni lazima awe na tabia isiyo na wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Chochote kilichotiwa unajisi kamwe hakitaweza kuingia pale. Katika jeshi la waliokombolewa hakutaonekana aina yoyote ya uovu. Kazi ya Mungu ni kamilifu kwa ujumla wake, kwa sababu ni kamilifu katika kila kipengele. Haidhuru kiwe kidogo kiasi gani. Anasanifu ncha ndogo ya jani kwa umakini mkubwa, kama ambavyo angetumia kuumba ulimwengu. Chochote kile ambacho kwa vyovyote vile kinastahili kufanywa vyema. Haidhuru kazi yako iwe ya namna gani, ifanye kwa uaminifu. Sema kweli kwa mambo madogo kabisa. Kila siku tenda matendo ya upendo na kuongea maneno yanayofurahisha. Sambaza tabasamu kote katika njia ya maisha. Kama utatenda kwa jinsi hii, Mungu ataweka kibali juu yako, na siku moja Kristo atakwambia, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu."
Katika siku ya hukumu, wale waliokuwa waaminifu katika maisha yao ya kila siku, ambao wamekuwa wepesi wa kutambua wajibu wao na kuufanya bila kufikiri kuhusu kusifiwa na faida watakayoipata, watasikia maneno haya: Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kristo hawapongezi kwa sababu ya hotuba walizotoa kwa uumbuji, uwezo wa kiakili waliouonesha au mchango wao wa ukarimu walioutoa. Wanapata thawabu kwa sababu ya kufanya mambo madogo ambayo kwa kawaida hayazingatiwi. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, Kristo atasema, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Youth Instructor, Januari 17 mwaka wa 1901. Hii ni Novemba 28, mada ikisema katika siku ya hukumu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele,